Tumewaita hapa kimsingi nina mambo manne ya kueleza. Jambo la kwanza ni kuhusu maandalizi ya timu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Timu yetu imewasili jana Dar es Salaam hapa majira ya saa 2 kamili usiku, na wachezaji wakaruhusiwa waende majumbani kwao, lakini leo saa 6 kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town. Sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo mpaka siku ya mechi, kwa maana ya Jumamosi, wachezaji wetu wote watakuwa wako pale Avic Town wakijiandaa na mchezo huu. Habari ya Clement Mzize tumeshaitoa hii kupitia application yetu Africans. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa, lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili, Clement Francis Mzize ameimarika kwa 100%. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija, huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa? Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans.